Zaidi ya watu 20 wamefariki kwenye ajali ya barabarani katika siku 4 za kwanza za mwaka huu wa 2026. Idadi hii ikiongezeka baada ya watu 9 kufariki kwenye ajali ya jana usiku katika eneo la Karai huko Naivasha. Waziri wa barabara Davis Chirchir ametoa tahadhari akiwataka Wakenya kuzingatia usalama wa watoto wanaporipoti shuleni wiki hii. Katika hospitali ya Naivasha, mama huyu ni mwingi wa huzuni, japo alinusurika kifo na mwanawe. Wao ni miongoni mwa wagonjwa 8 ambao wamelazwa hospitalini wakipokea matibabu saa chache baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya barabarani eneo la Karai, barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi. Basi walimokuwa wakisafiria liligongana ana kwa ana na matatu inayomilikiwa na Nanyuki Cabs Shuttle. Watu 9 walifariki. Tukakuja na tikiti tulikata 3,200 hatujaikata pesa kama hiyo tena. Kukuja kufika hapa hivi wakasimamisha mtu mmoja akatoka, wakaingiza customer wawili wakaambiwa atoke nje. Kutoka nje hata tu kuenda 10 minutes tunaona gari inaanguka. Sasa niko nakuja nikiangalia kwa simu mahali tuko na speed yenye tunaenda, lakini baada ya muda ndio tulisikia tu driver wetu amekanyaga brake emergency. Kanyaga emergency, hapo ndio tukasikia sasa tumegongana na gari, na hapo sasa baadaye ndio nilijikuta niko hapa hospitali. Wagonjwa 56 walihudumiwa katika hospitali ya Naivasha wakiwa na majeraha mbalimbali. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa dereva wa basi lililokuwa likielekea Nairobi alikuwa akisinzia tangu safari hiyo kuanza eneo la Luhaha, Kakamega. Abiria wa basi hilo wanasema kondakta walijaribu kumzungumzia ili kumzuia kulala. So tumekuja but wakati tumefika Nakuru, driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu, kwa sababu wakati amefika Luhaha, wakati ametoka Nairobi amefika Luhaha, kama amegeuka anarudi Nairobi tena na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe, na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru, hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea, so anafika mahali ana slow. Waziri wa barabara Davis Chirchir amewakumbusha madereva wajibu wao kuzingatia sheria za barabarani. Hii ni ajali ya pili kutokea katika kipindi cha mwezi mmoja katika eneo hilo hatari. Ni siku 5 tu tangu mwaka uanze na zaidi ya watu 20 tayari wamefariki kutokana na ajali za barabarani nchini, huku wengine wakijeruhiwa. Januari tarehe mosi, abiria kadhaa walijeruhiwa baada ya basi la Janan kupoteza mwelekeo katika eneo la Taita Village, barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa. Januari tarehe 2, watu 8 walifariki eneo la Katumani kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa baada ya matatu kugongana ana kwa ana na basi. Januari tarehe 3, watu 6 walifariki eneo la Kikopey kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru baada ya trela kugonga matatu. Januari tarehe 4, watu 9 walifariki eneo la Karai, barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru baada ya basi kugongana ana kwa ana na matatu. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.